Kombo, kuna taarifa ambazo zinaendelea sasa hivi Mashariki ya Kati, kwa maana kile ambacho kinaendelea kati ya Israel, Irani pamoja na Marekani. Kuna mambo mengi ambayo yameendelea kutokea. Hivi punde tumeshuhudia inavyosemekana ni hotuba ya waziri mkuu wa Israel, kwa maana Benjamin Netanyahu. Pengine hata kwa kuigusia hasa machache ambayo anazungumza, kwa sababu tunaongea hivi anamalizia hotuba yake, kwa maana alikuwa live. Amegusia hasa mambo gani hasa katika nyakati za vita? Baada ya fununu ama heka za hapa na pale za kudaiwa kuwa Benjamin Netanyahu naye alifanikiwa kuuawa na Irani, siku hii leo ama usiku huu yupo live kupitia television moja pale Israeli, na akihutubia pia taifa lake hilo la Israeli na dunia kwa ujumla, na jambo ambalo linakatisha zile taarifa ambazo zilikuwa zikisambaa kuhusiana na yeye kuwa amefariki. Kikubwa ama miongoni mwa ambacho amekizungumzia ni kuhusiana na anawasisitizia tu wa Irani kuwa uhuru wao upo mikononi mwao, akimaanisha kuwa anahitaji lile vuguvugu ambalo lilikuwa katika miezi kadhaa nyuma ama mwaka jana, mwishoni mwa mwaka jana, waliendeleze tena kwa kutaka kuipindua serikali yao, ambayo jambo ambalo ni gumu pia, kwa sababu mpaka hivi sasa tunaonekana raia ambao wapo mitaani ni wale ambao wanaisupport serikali ama ambao wanaisupport Irani kwa hivi sasa. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo amevizungumzia ni kuhusiana na anawataka tu raia wa Irani waweze kufanya mabadiliko, ikiwemo kuingia barabarani kuipinga serikali. Jambo ambalo naliona ni gumu pia. Na kwa upande mwingine amezungumzia kuhusiana na ushirikiano wake kati yake yeye na Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani, akisema kuwa uhusiano ama urafiki ama ile bond bado ipo na nguvu juu ya kile ambacho wamekianzisha, ni kuhusiana na yale mashambulizi ambayo waliyafanya kwa Iran ama vita ambayo ipo hivi sasa kutoka kwao Israeli na Marekani, kuwa anawasisitizia kuwa raia na watu wote duniani ushirikiano bado upo, wakitaka tu kuendeleza kile ambacho wamekianzisha, nikimaanisha kuiangusha serikali ya Irani. Pengine hasa ukimya wa kwa maana wa Netanyahu katika kipindi hiki mpaka kuanza kudaiwa fununu kwamba amepoteza maisha na kuja kuonekana kwake hivi, pengine hasa anatuma ujumbe gani hasa kwa zile taarifa ambazo zilikuwa zikienea? Kuonekana kwake live inatoa taarifa kuwa vile ambavyo vilivyokuwa vikisemwa ni vya uongo na havina uhalisia, na nishaye kukwambia kuwa katika vita lazima mtumie silaha nyingi, zikiwemo hizo silaha za propaganda, kuzusha vifo, kuzusha idadi ya maeneo ambayo umeshambulia ya adui, ili mradi kushusha ile morali kwa wale ambao wamebakia, nikimaanisha jeshi pamoja na raia wa nchi husika. Kwa hiyo kuonekana kwake ni miongoni tu mwa ishu ambayo inaonesha kile ambacho kilisemwa ni cha uongo na kinakanushwa kulingana tu na yeye kuonekana kwa hivi sasa. Lakini yale yote alisema kwa sababu makombora ya Irani katika siku kadhaa nyuma yalionekana kupiga sehemu nyeti, zikiwemo hizo taasisi za kiintelijensia, nikimaanisha majengo ya Mossad, baadhi ya makao makuu ya jeshi na hata makazi ya mwenyewe Netanyahu na kaka yake. Ndio maana watu waliamua ama watu wakazusha hiyo taarifa, jambo ambalo kwa hivi sasa inaonekana kuwa hazikuwa ni za kweli, kwa sababu yeye mwenyewe yupo hai na anaonekana sasa hivi akihutubia. Lakini kwa kaka yake hasa amejaribu kuligusia ama taarifa bado zenyewe ziko vile vile kwamba amepoteza maisha kaka yake kwa maana ya Ido Netanyahu? Kwa kaka yake bado hajaonekana kugusia, na bado wenyewe hawajakonfirm kama yupo hai au alifariki kutokana na yale mashambulizi ambayo aliyofanywa na Irani pia. Lakini sasa kwa kugeukia kwa upande mwingine, leo mapema Mojtaba Supreme Leader huyu mpya wa Irani ameweza kuzungumza, na pengine hasa kwa faida tu ya wasikilizaji na watazamaji wa 96 Link 96 habari,
unadhani tunaweza tukaichambua kwa namna ipi hasa, kwa maana jicho kila ambacho wamekizungumza Supreme Leader mpya huyo? Ya kwanza kabisa taarifa ambazo zinatokea Irani inadaiwa kwa Supreme Leader alipata majeraha kidogo kutokana na mashambulizi ambayo yalifanywa na Israeli na Marekani, japo kuthibitisha kuwa ilikuwa ni lini, je ni siku ile ile aliyouawa baba yake ama ni siku nyingine baada ya kuchaguliwa au vipi, ila inavyosemekana yupo sehemu salama, anaendelea na matibabu tu, amejeruhiwa kwa kiasi na ndio maana haonekani live, japokuwa tu kuna statement ambazo zinatoka zinazomhusisha yeye kwa siku ya leo, akidai kuwa mfereji wa Hormuz utaendelea kufungwa mpaka wao watakapoamua siku ambao wataifungua, na vile vile amesema kuwa vita itaendelea kwa kuwa wao ndo wamechokozwa na wataamua basi lini ambapo vita itaisha. Na kwa upande mwingine pia amedai kuwa kambi zote za jeshi za Marekani zilizopo ukanda wa Middle East, yani Middle East, Mashariki ya Kati, kwamba zinapaswa zifungwe. Sio kufungwa tu, bali amesema ataendeleza kuzishambulia, akimaanisha kuwa Marekani wote wanapaswa waondoke, lakini vile vile zile miundombinu ambayo imesalia basi itazidi kuharibiwa ili kuhakikisha kuwa hakuna tena viashiria vya madhara kutokea katika hizo kambi ambazo zipo katika nchi hizo za Middle East. Na kwa upande mwingine pia kuna taarifa kutokea kwenye kampuni ya uzalishaji na usambazaji wa nishati za mafuta na gesi duniani, Total Energies, kuwa wamesitisha uzalishaji ama shughuli zao za kila siku katika nchi kama Katari, Iraki pamoja na Falme za Kiarabu. Hii inatokana kuwa na hayo mashambulizi ambayo yanaendelea, na vile vile nchi hizo zote zilizotajwa hapo ama nilizozitaja huwa zinatumia huo mfereji wa Hormuz kwenye kusafirisha mafuta kutoka katika nchi hiyo ya Iraki, kutoka hapo Katari na hapa Emirates. Kwa hiyo kwa vile Irani amezuia njia ile, inamaanisha kuwa hata kama mtazalisha hizo bidhaa zenu hamtakuwa na sehemu ya kuipitisha. Kwa hiyo kampuni hiyo ya Total Energy imetangaza rasmi kusitisha uzalishaji na usambazaji wa nishati hizo mpaka pale ambapo watatoa statement nyingine.